Karibu sana kwenye Kimbweta. Kaa hapa tuzungumze kidogo. Mambo vipi mtazamaji wa Sauti TV, karibu kwenye Kimbweta msimu wa 6, na leo tuko ndani ya viunga vya Chuo Kikuu cha Mtakatifu Agustino cha Tanzania nikipiga story na baadhi ya wanafunzi wa chuo hiki. Na leo tunazungumzia ni kwa namna gani wanafunzi hasa wale wa mwaka wa mwisho wanaweza kukabiliana na hofu ya ukosefu wa ajira huko mtaani. Mimi ni Happiness ya Sheri na hii ni Kimbweta. Moja kwa moja nitaanza na upande wangu wa kulia hapa. Bro, ni aje? Safi. Unaitwa nani? Naitwa Luchagula Mkono. Asante. Sasa unafikiri ni kwa namna gani wanafunzi wanaweza wakakumbana ama wakaweza wanapambana na hofu ya ukosefu wa ajira huko mtaani? Kwanza kabisa napenda kuanza na namna wanapokabiliana na ukosefu wa ajira. Baada ya hapo nitakuja niongelee ni hofu zipi ambazo zinawafanya wao wakabiliane na hiyo ukosefu wa ajira. Cha kwanza, namna ambavyo wanakabiliana na ukosefu wa ajira. Wanafunzi wengi wa mwaka wa 3 wanajihusisha sana na ujasiriamali kwa sababu wanaelewa kwamba watu ni wengi ambao ni wasomi, watu ni wengi ambao wana professionalism mbalimbali. Kwa wanafanya hizo kazi za ujasiriamali ili mradi hata wanapomaliza basi wawe na sehemu ya kujishikiza. Lakini ukiachana na hapo, wapo pia wengine wanakuwa kama mawinga au wanapromote business za watu wengine ili mradi waweze kujipatia kipato. And they believe kwamba kuna namna wanaweza kukosa ajira kwa sababu ya competition kubwa sana sokoni. Asante sana. Nihamie upande wangu wa kushoto sasa hapa kwa mrembo. Mambo? Unaitwa nani? Naitwa Isabella. Isabella, unafikiri ni changamoto gani ambazo zinawakumba wanafunzi wa mwaka wa 3 mpaka kufikia hatua wanaanza kupata hofu ile ya ukosefu wa ajira kwa wakimaliza chuo? Kwa upande wangu, wanafunzi wa vyuo wamekuwa wakiwa na hofu ya kupata ajira kwa sababu ya soko lililokuwepo, kwamba wasomi wamekuwepo ni wengi, lakini pia ajira inaonekana kama ni changamoto. Kwa hivyo kwa sababu hivyo, kama alivyosema ndugu yangu, unakuta wameanza kujihusisha sasa na shughuli za ujasiriamali, kuwekeza, ili ikitokea sasa hajapata nafasi ya kupata ajira kidogo anakuwa na sehemu ya kusimama. Asante sana. Ni hamia hapo kaka. Mambo? Safi. Kwema. Kwema. Unaitwa nani? Naitwa Nivaru Ndabira. Asante sana. Sasa unafikiri ni kwa namna gani mwanafunzi anaweza akakabiliana na hiyo changamoto ya ukosefu wa ajira mtaani? Kwanza unapozungumza na changamoto ya ukosefu wa ajira, ni sisi wenyewe ni wao wenyewe wanachuo wanaleta hayo matatizo. Kwa sababu gani? Unakuta kuna wanafunzi wanachuo wanachagua kazi. Unakuta kwa mfano mtu amesomea Mascom, wewe umesomea tourism. Lakini sasa anataka afanye kazi kulingana na career yake. Kwa mfano kama tourism anataka afanye tourism, alafu kingine anatafuta kazi zile kazi rahisi sana. Sasa ndio tunaamini kwamba nimesomea tourism lazima niwe tourist, tour guide sijui. Yes. Yeah, nimesomea journalism natakiwa niwe journalist. Ndio tunaamini hivyo wanafunzi ambao shida tu watu walio kwa karine hii watu wanachagua sana zile kazi ambazo zinakuwa luxury zaidi. Hawataki kupambana zile kazi ngumu, wakiamini kwamba tunataka kufanya kazi zile rahisi kwa sababu wamesoma. Inatakiwa tusichague kazi. Kama wewe ni msomi, basi fanya kazi yote ile ili mradi iwe ya halali inayokuingizia pesa halali. Wewe unajishughulisha na shughuli gani hapo ulipo ili upambane na hiyo ukosefu wa ajira baadaye? Mimi kwangu mimi hapa najishughulisha na ufugaji. Nafuga kuku, nafuga kondoo na ng'ombe pia najishughulisha na hivyo. Asante sana. Nije kwako hapo mrembo. Mambo? Poa, vipi? Safi. Unafikiri ni sababu zipi ambazo zinampelekea mwanafunzi hasa yule mwaka wa 3 ambaye anakaribia kumaliza chuo kupata ile hofu ya kukabiliana na soko la ajira mtaani, ukosefu wa ajira mtaani? Kwa upande wangu mimi naweza nikasema kwamba sababu zinazochangia kutokuwepo, yani ile hofu ya mwanafunzi yote kukosa ajira, yani cha kwanza ni population iliyopani, wasomi wamekuwa wengi kwa kiasi kikubwa kwa sasa hivi. Lakini pia kitu kingine, yani naweza nikarudia pointi za baadhi ya watu kwamba watu tunachagua sana kazi. Yeah. Kitu kingine tunaweza tukasema, yani kwa kawaida wanachuo tunashauriwa tujihusishe kwenye ujasiriamali mbalimbali, kwa mfano uuzaji wa maziwa au utembezaji, yani uuzaji wa maziwa au utengenezaji wa sabuni, ili hali tuweze kujipatia
fedha taslimu ya kuweza kujikimu sisi kama sisi. Yes. Asante sana. Na unawashauri nini hao wanafunzi ambao wanapata ile hofu ya kukabiliana na ukosefu wa ajira mtaani? Naweza kuwashauria kwamba hatuna budi kujishughulisha chochote kitu tunachokipata, yani tena kwa hiki kipindi, yani hatuna budi kuwashauria kwamba zile pesa tunazopata za bumu at least tugawanye kiasi cha kuweza kujikimu au kuweza kuzitumia baadaye tukiweza kumaliza chuo, ili tuweze kuanzisha biashara ya majumbani kwetu, au hata ikibidi huku tukiwa shuleni chuoni hatuna budi kuanzisha biashara mbalimbali. Sio lazima iwe ndani ya chuo, unaweza kuanzisha ndani ya chuo ili kuweza kutusaidia tukimaliza tusiwe tu wa kukaa nyumbani. Yes. Asante sana. Mtazamaji wa SAUT TV, kufikia hapa tumemaliza kipengele chetu cha kwanza cha maswali na majibu, na sasa tunahamia kwenye kipengele chetu cha pili cha The Challenge. Na challenge yetu ya leo, swali linasema hivi: kirefu cha neno pin. Kirefu cha neno pin, PIN. Kirefu cha neno pin, naweza nikasema personal information. Kwa hiyo Dirudi wewe, bora mtaka mwenzio. Sije kwako. Kama mtasipojibu. Jaribu. Pin. Mtu mwingine kwanza nifikirie. Okay. Pin kwa mimi nilivyojifikiria, pin ni personal information network. Kwako mrembo? Yes. Mbona kama vile kaiba jibu langu? Jibu? Mimi nilikuwa nafikiria personal interest what network. Tumalizie. Personal intelligent network. Mtazamaji wa SAUT TV wote wamekosa. Kirefu cha neno PIN ni personal identification number. Kufikia hapa hatuna la ziada kwenye kipindi cha Kimbweta. Asanteni sana kwa muda wenu na karibu tena siku nyingine. Mtazamaji wa SAUT TV, usiache kutufuatilia kwenye mitandao yetu ya kijamii kama vile Facebook, Instagram, YouTube pamoja na TikTok @SAUT TV TZ. Na mimi ni Happiness Asheri na hii ni Kimbweta. Ciao. The young producer Nyamwenga.